Mwanasheria Boniface Mwabukusi ambaye pia ni rais wa TLS ametangaza na kusema wazi kuhusu usalama wake. Ujambo na karibu kwa taarifa zetu za Kenyascope, na tafadhali kumbuka kusubscribe. Kulikuwa na saa kadhaa za taharuki iliyojaa nadharia na maswali mazito kuhusu usalama wa mwenyekiti wa chama cha wanasheria Tanganyika ama ukipenda TLS Boniface Mwabukusi, wakati taarifa za kutoweka kwake ziliposambaa mitandaoni na kuibua hofu ya hatima ya viongozi wenye sauti katika mazingira ya misukosuko ya kisiasa nchini. Ukimya wake wa siku kadhaa ulionekana kama ishara ya tukio lenye mizizi ya kina kuliko msongamano wa uvumi uliokuwa ukienea, na kwa mara nyingine mjadala kuhusu usalama wa watetezi wa haki uliibuka kwa sura yenye mvutano mkubwa. Hofu ilijaa si kwa sababu ya ukimya pekee, bali kutokana na mazingira ya kisiasa yaliyochochea hisia kwamba tukio la aina hiyo lingeweza kuashiria mwelekeo mpya wa kushughulikia uhuru wa maoni nchini. Wakati gumzo likizidi kupamba moto, mitandao ya kijamii ikawa chanzo kikuu cha taarifa za haraka, huku ikipokea taswira ya taifa iliyokumbwa na wasiwasi kuhusu mustakabali wa ulinzi wa viongozi wanaoibua mijadala mikubwa ya kitaifa. Na katika hatua ya kuondoa sintofahamu hiyo, Mwabukusi alijitokeza tena kupitia ukurasa wake wa mtandaoni na kuthibitisha kuwa yuko salama. Taarifa hii ilipunguza msongo wa mawazo uliokuwa umewakumba wafuasi na waliosambaza taarifa za tahadhari, ikiwa kama kilele cha mfululizo wa siku zilizozua mjadala mpana kuhusu jukumu la mitandao kama jukwaa la fast response katika nyakati za hofu na mashaka. Kabla ya taarifa yake kuonekana tena, ukimya wa Mwabukusi ulibua maswali juu ya mahali alipo, usalama wake na mazingira yaliyomfanya kukaa kimya. Na katika kipindi hicho, taarifa mbalimbali zisizo na uthibitisho zilisambaa zikieleza uwezekano wa hatua zilizochukuliwa dhidi yake kutokana na msimamo wake katika mijadala ya kitaifa. Kwa siku kadhaa, mjadala ulioibuka uliashiria kwamba mazingira ya kisiasa hayakuwa tulivu na kwamba vyombo vya habari vya mtandaoni vilikuwa njia kuu ya kufuatilia mgogoro unaoweza kutokea. Tofauti na vipindi vingine vya upotoshaji wa taarifa mtandaoni, hali ilikuja katika muktadha ambapo wachambuzi wa kisiasa, wanaharakati na raia walikuwa wakifuatilia kwa karibu mienendo ya viongozi wanaoonekana kuwakilisha sauti mbadala. Ukimya huu haukuonekana kama kitendo cha kawaida, bali kama ishara ya hatari au shinikizo lisiloelezwa wazi. Hali hiyo ilionyesha mapengo makubwa ya mawasiliano kati ya viongozi na wa mijadala mikubwa ya umma na umma wenyewe, hali iliyochochea misimamo mikali dhidi ya taarifa zinapokosekana. Na katika kipindi hiki, mitandao ya kijamii ilijitokeza kama jukwaa kuu ambalo wananchi walitegemea kupata taarifa, kufuatilia mapendeleo ya taarifa na kujadiliana kuhusu hatari zinazoweza kujitokeza kwa viongozi wanaohusishwa na mijadala ya kitaifa. Jukwaa la X ambalo zamani iliitwa Twitter liligeuka kuwa mahali ambapo mjadala uliojaa hisia ulifanyika bila uthibitisho wa kina, lakini wenye athari kubwa kwa maoni ya umma. Majukwaa haya yaligeuka kuwa uwanja wa kufuatilia mwelekeo wa matukio kwa wakati halisi, yakionyesha namna teknolojia inavyoweza kuwa chanzo cha ulinzi wa kijamii kwa watu wanaotambulika hadharani, hasa katika kipindi ambacho mihimili ya upashanaji taarifa inakabiliwa na kupungua kwa uwazi. Kwa upande mwingine, hali hii ilifichua hatari ya kutegemea mitandao kama chanzo pekee cha usalama wa taarifa, ikionyesha jinsi uvumi unavyoweza kuchukua nafasi ya taarifa sahihi pindi uthibitisho rasmi unapochelewa. Mwabukusi anahusishwa na safu ya mijadala yenye uzito kuhusu masuala ya kitaifa, hatua zinazomweka katikati ya macho ya raia na taasisi za dola. Kwa miaka ya karibuni kumekuwa na mfululizo wa matukio yanayoibua maswali kuhusu usalama wa watetezi wa haki, wanasheria, wanaharakati na wanasiasa wanaoibua hoja zinazotafsiriwa kama changamoto kwa mfumo uliopo. Na katika mazingira haya, taarifa yoyote kuhusu kutoweka, ukamataji na ukimya wa ghafla wa mtu mwenye nafasi ya uongozi ina uzito mkubwa kuliko ilivyokuwa katika miaka iliyopita.
Hisia hizi zinaalishwa na kumbukumbu za matukio kama kukamatwa kwa watetezi wa haki, vifo vya ghafla, taarifa za mashambulizi na mazingira yenye mvutano kati ya dola na watu wanaoibua maswali kuhusu mwelekeo wa nchi. Kwa muktadha huu, taarifa kuhusu ukimya wa Mwabukusi haikuonekana kama tukio dogo, bali kama sehemu ya mlolongo mpana unaohitaji uchambuzi wa kina kuhusu usalama wa viongozi wenye sauti katika mjadala ya kisera na kisiasa. Tukio hili halikuja katika kipindi cha utulivu. Kwa miezi kadhaa, mjadala kuhusu mazingira ya kisiasa umeongezeka, huku baadhi ya raia wakionyesha wasiwasi juu ya mazingira ya kupungua kwa uhuru wa maoni, usalama wa wanaoikosoa serikali na nafasi ya sheria katika kulinda haki za raia. Na katika mazingira ambayo shinikizo la kisiasa zinashika kasi, viongozi wa vyombo vya kijamii hupewa nafasi kubwa ya kupona hoja zinazogusa umma, lakini kadri nafasi yao inapokuwa ndivyo hali ya hatari inavyovishika karibu maisha yao binafsi. Ukimya wa Mwabukusi uliibua swali muhimu: je, taifa lina mifumo madhubuti ya kuhakikisha usalama wa watu wanaojitokeza mbele ya mjadala wa kisiasa? Na je, mfumo wa mawasiliano wa serikali wa taasisi za usalama unatoa uthibitisho wa haraka wa kutuliza taharuki? Taarifa ya Mwabukusi kujitokeza ilifanya kazi mbili kwa wakati mmoja. Ilituliza wasiwasi wa umma, lakini pia ilinyoosha kidole kwa namna mpya ya kufikiria usalama wa viongozi wanaoonekana kwa sauti mbadala. Badala ya kuwa tukio linalokoma baada ya uthibitisho, liliacha maswali mazito kuhusu msingi wa uhuru, uwazi na ulinzi wa watu wanaochochea mijadala mikubwa. Tukio hilo limebaki kama kioo kinachoonyesha jinsi taifa linavyoishi katika kipindi cha taharuki ya kifikra, ambapo taarifa zinapotea kwa haraka, uvumi unajaa kwa urahisi, na uthibitisho wa usalama wa mtu mmoja unaweza kutuliza au kuchochea mwelekeo mpya wa mjadala. Kwa sasa maswali bado yanabaki: je, mifumo ya kitaifa ya ulinzi wa watetezi wa haki imejengeka vya kutosha? Je, nafasi ya mitandao kama chanzo cha taarifa za usalama inategemea uthibitisho wa muda mfupi bila uthabiti wa taarifa rasmi? Na je, taifa linaweza kujenga misingi ya uwazi na uhakika bila kuacha mianya ya hofu? Tukio la ukimya wa Mwabukusi limekuwa zaidi ya taarifa ya kutoweka na kujitokeza. Ni alama ya kipindi ambacho taifa linaishi kwenye mgongano kati ya hamu ya uhuru wa maoni na shinikizo la kudhibiti taarifa, na kati ya nguvu za raia na mamlaka ya dola, kati ya hofu na matumaini. Na katika simulizi la mustakabali wa mijadala ya kisiasa Tanzania, tukio hili linabaki kama ukurasa mmoja muhimu unaojenga taswira ya nchi na utafuta usawa kati ya usalama, uwazi na uhuru. Ni hayo tuliokuandalia leo kwenye channel yetu pendwa ya Kenyascope. Nazidi kutusupport kwa kulike na kusubscribe, na vilevile kugonga alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupokea taarifa hizi pindi tu tunapozileta.